Wewe chokola. Mbona uko makini? Unatembea uangalie mbele, maana yake nini? Unataka tukuvunje tuonekane watu hatuna huruma, si ndio? Watu tushapagawa, tuna mambo yetu. Mshenzi wewe. Ndio maana tuna mabandaji mwili mzima. Unashindwa kutulia nyumbani mida kama hii, unazurura mitaani. Mshenzi wewe. Sisi nyama chokola mna shida gani? Watu tuna vipengele vyetu bwana, unapita tu mbele. Nitakuja nikukandamiza libuti hapo ukafie huko mbwa wewe. Basi ninaomba mimi ni bahati mbaya. Ni bahati mbaya wapi? Bahati mbaya wakati unapita mbele yangu makusudi mazima. Nikusamee nini? Mbwa wewe mkubwa. Kaa nyumbani utulie, soma barabarani muda wote. Mshenzi mmoja. Unadai? Unanileta unadai? Unanijua wewe? Mbona hata shobo? Umepoteza hela? Wewe unakuhusu nini? Wewe unakuhusu nini kama nimepoteza hela? Mshenzi mkubwa wewe. Lakini umepoteza 30. 30? Umeniokotea? Wewe, ulijoje kama ndondosha 30 na ipo huku na ili hakuwa haujapita maeneo haya? Wale nilivyonenuka nilikuwa nimeona kitu chekundu huku. Shemeji, na kuheshimu wewe, tena kuheshimu sana. Sijawahi kukuvunjia heshima hata mara moja. Lakini leo kuna kodi ukikanyaga nitakuvunjia heshima vibaya sana. Na uwezo wa kuvunjia heshima watu wa aina yako. Sio ndio vizuri? Unanielewa? Lakini shemeji, kwa nini usimsikilize mke wako na kuacha kumfanyia hivyo unavyomfanyia? Ungemsikiliza tu, mimi nadhani ungemuelewa. Mwenzangu nani? Yaani unaongelea mke yupi? Angekuwa mke wangu ananiheshimu, asingetoka hapa ndani akaingia bafuni kwenda kufanya umalaya wake, uzinzi ndani ya nyumba yangu. Sasa hivi nikifika nyumbani kwangu nikiona nyumba yangu tu naanza kuhisi harufu kama vile inanuka uzinzi. Yaani kuna janaba fulani. Wewe shemeji, mimi hapa ni mdogo wangu, namjua. Hana hizo tabia ambazo unazizungumzia. Hawezi kuwa amefanya hivyo. Kelele wewe. Usilete ushauri kwenye nyumba yangu. Usiongeongee kwenye familia yangu. Mimi ndo baba mwenye mji na mimi ndiye ninayepaswa kuzungumza chochote kinachohusu nyumba yangu. Usilete ushauri. Wewe ungekuwa mshenga, at least ningekusikiliza. Wewe sio mshenga, upasi kuniambia chochote kuhusu mambo yoyote ya familia. Tena usiongee chochote. Wewe unakaa nyumbani kwenu, unakula, unakunywa, unavaa, unajaza choo nyumbani kwenu mpaka sasa hivi. Ungekuwa unajielewa, ungekuwa ushaolewa. Lakini mume wangu. Wewe, mume wako nani? Unaongea nini? Shenzi. Hivi unaniita mume mimi? Baada ya kunisaliti unakuja kuniita mume mimi? Ungekuwa unaniheshimu, cha kwanza usingefanya upumbavu wako kwenda nyumbani kwenu, kwenda kunivua nguo, kuambia ndugu zako kuhusu mambo ya familia yangu. Unatoa siri za familia? Unajielewa?
Unataka kuuliza? Shemeji, lakini kumpiga hivyo sio sahihi. Kwa nini usimsikilize na kuacha kupigana kama hivi ambavyo mnapigana? Wewe usiongee chochote. Tena nakosa tu muda kuja kuzungumza na familia yenu. Kwanza unajua nilikuwa najua nyinyi mna tabia nzuri, mna tabia njema, mmetoka familia ambayo ni ya kidini. Lakini mnajivika ngozi ya kondoo, kumbe nyinyi chui. Pumbavu kabisa. Tena nyie. Lakini shemeji, we ondoka mara moja nyumbani kwangu. Toweka. Unanisikia? Haunielewi? Ondoka nyumbani kwangu. Pumbavu ni wewe. Mpumbavu wewe. Kunidhalilisha, umeona huwezi kunidhalilisha hapa nyumbani kwangu, kwa majirani, kwa watu wengine, mtaani kwangu. Paka nyumbani kwenu umeenda kunivua nguo. Wewe swala kuachana mimi na wewe bado liko pale pale. Msimamo wangu haujabadilika. Na tena sipati muda tu kwenda nyumbani kwenu kule. Nikienda nyumbani kwenu wewe. Naomba unipe mrejesho wa kule nilikokutuma. Nilienda hadi nyumbani kwake, lakini kile nilichokifuata kwa 75% sikufanikiwa. Haukufanikiwa? Haukufanikiwa kivipi? Na ingalia kuwa nilikupulizia marashi maalum ambayo yeye angeanusa na angekufa hapo hapo. Hata mimi ninashangaa, kwa sababu nilifika pale tu akanipakulia minyama nikala, na muda mwingine nilikuwa nikimsogelea kabisa, lakini sikuona hali yoyote kubadilika. Zaidi tu ile harufu ya marashi ilikuwa ikiniunguza mimi mwenyewe. Inawezekanaje hii? Ina maana kuwa hakupandisha pumu kabisa? Hata mimi nilitarajia iwe hivyo, lakini sikuona matokeo yoyote. Na pale kuna ugeni. Ugeni? Ugeni gani tena? Kuna kitoto hivi kidogodogo. Inasemekana mume wake alikiokota, lakini yeye anaonekana hakipendi kabisa, maana yeye alikuwa akikitesa mbele yangu. Hicho kitoto kinaonekanaje? Ni kitoto hivi kidogo cha kike, halafu kina bandage mkononi na kichwani kwake. Mbona kama hicho kitoto nakijua? Ipo hivi. Leo katika mizunguko yangu nilipoteza pesa na nilizitafuta bila mafanikio. Mara ghafla nikakutana na hicho kitoto. Nilijibizana nacho kwa sababu tuligongana. Lakini kipindi nataka kuondoka, ghafla kiliniita kwa sauti kali. Na baada ya hapo kiliniuliza nimepoteza pesa, na ilialia kuwa hakijui maisha yoyote kuhusu mimi. Nilishangaa sana, ilibidi nirudi kukiuliza kama kimeniokotea. Lakini cha ajabu, hakikunijibu swali lolote, na kikanyanyuka kikaenda kwenye njia ambayo nilipita mimi mara kadhaa kuitafuta ile pesa na sikuipata. Kilipofika pale kilichukua ile pesa na kunipatia. Sasa swali ninalojiuliza, kilijuaje kwamba nimepoteza pesa? Angalia kuwa nilikuwa sijakiambia taarifa zangu zozote. Anyway, hapa ninahisi kitu. Huenda huyu mtoto si mtoto wa kawaida. Unachotakiwa kufanya, unatakiwa urudi kwa Kindege na nitakupa dawa nyingine, nitakuelekeza cha kufanya. Basi sawa. Sawa. Leticia, nadhani umejionea mwenyewe hali iliyoko nyumbani kwangu kwa sasa. Haya ndio maisha nayoishi mimi na mume wangu dada. Na kila nikitaka kumwelewesha ananipiga. Kila nikitaka kuongea naye naishia tu kupiga makofi dadangu. Sijui hata nafanya nini. Farida, mbona maisha ambayo mnaishi kwa sasa hivi ni maisha ya hatari sana? Hivi mtawezaje kuishi maisha ya kupigana kila siku nyie? Sasa dada, nitafanya nini? Mume wangu anaamini mimi nimemchiti, aliyekuwa mimi hicho kitu sijafanya. Kila nikitaka kumwelewesha ndo kama hivi ananipiga tu dadangu. Sijui hata nafanya nini mimi. Farida, mimi nakuelewa sana. Lakini pia hilo swala ni zito kwa sababu hakuna mwanaume ambaye anaweza kushuhudia tukio kama hilo na hakubaliana kwa haraka. Kitu ambacho mimi nilikuwa nakuomba sasa hivi, nilikuwa naomba tu kae chini uzungumze na mume wako ili kusudi myasolve ya mambo. Kama unavyojua hali ya mama. Mama kwa sasa ni mgonjwa sana na ana pressure. Kwa akizipata hizi taarifa ambazo zinaendelea kwa sasa zinaweza kumletea matatizo. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba tu ili kunusuru maisha ya mama na kunusuru yale maisha pale nyumbani kwa sababu mume wako ndo anayetusaidia sisi. Naomba tu ongee naye vizuri. Mimi nadhani atakuelewa Farida.
Sasa mimi nitaongea naye nini? Ndio kama ulivyomwona shemeji yako, ndio hivyo tunavyoishi sasa hivi. Hataki kunisikiliza chochote dadangu. Siwezi kuongea naye. Farida, naomba nisikilize vizuri. Kwa sasa ndoa yako tunaitegemea sana. Ukizingatia mimi mwenyewe sijapata kazi mpaka sasa hivi, nahangaika na sipati kazi ya aina yoyote. Yaani ndoa yako ni ya muhimu kwenye maisha yetu. Kitu ambacho nilikuwa naomba nikuulize. Huyo kijana ambaye aliingia kwenye bafu lako, si unamfahamu labda au unajua sehemu gani anapatikana? Ndio, nikimwona naweza nikamkumbuka. Hata hivyo ni kijana hapa mtaani. Basi hiyo ni nzuri. Yaani umekuwa kama bahati kwa sababu anapatikana hapa mtaani. Nilikuwa naomba umtafute. Yaani fanya juu chini kusudi apatikane yule kijana. Kwa sababu huyo ndo anaweza katatua ile tatizo ambalo linaendelea kwa sasa hivi. Sasa dada, mimi nitaenda kumtafutia wapi lakini? Farida, inabidi umtafute huyo kijana kwa sababu yeye ndo mtu pekee aliyebaki kukusaidia kwenye ndoa yako. Yaani inabidi umtafute, umshawishi vyovyote ambavyo inawezekana. Hata mimi nikiwepo nitajaribu kuongea naye. Aende tu pale akaongee na mume kusudi kila kitu kiwe sawa. Huyo ndo mtatuzi wetu wa mwisho kabisa. Dada, mimi nikajua utasema twende tukamtafute wote afu naniambia mimi niende peke yangu. Sasa mimi nikifika pale nitaongea naye kitu gani sasa? Farida, mimi natakiwa niende kanisani. Si nikwambia leo kuna ibada. Lazima nihudhurie kanisani. Wewe fanya hili jambo, afu ukishampata mimi na wewe tutakutana, tunaenda kumpeleka nyumbani, ataongea na shemeji, sawa? Dada, hapana. Twende wote, mimi naogopa. Siwezi kwenda mwenyewe dadangu. Farida, ratiba zangu mimi haziko sawa. Sasa hapo wewe ndio utaangalia. Unaenda ukamtafute au rudi nyumbani kwako ukapigane na mume wako. Mimi naondoka. Niambie, unaendeleaje? Nashukuru Mungu, naendelea vizuri. Uko sawa? Ndio. Sasa mbona mkono umeweka hapo? Utajitonesha wewe. Toa hapo. Unatakiwa kuhakikisha unakuwa makini sana na mkono wako. Sawa? Sawa. Yaani unahakikisha mwili wako unakuwa sawa. Huo mkono utapona, japokuwa itachukua muda. Hivi mkono kupona miezi mingapi? Inategemeana na wewe na utunzaji. Ndio maana nakushauri usiweke pale vibaya. Kwa sababu ukiutunza vizuri unaweza kuchukua miezi 2. Kama itakuwa ni ngumu kidogo inaweza kukata miezi 3. Lakini nategemea hapa. Anyway, nataka nikupe taarifa fupi tu. Unajua leo nilipokuwa natoka kazini, niliamua nikufanyie surprise. Uko tayari kwa surprise? Ndio, natamani sana tu. Utaipenda? Ndio. Wow. Surprise yenyewe ni hizi nguo. Unajua kwa nini nimekuchukulia nguo? Kwa sababu najua una nguo moja. Na hiyo nguo unaoivaa ni ya binti yangu Imelda. Anaipenda sana, lakini kwa sasa hivi ni mali yako. Ila pia niliona nguo mbili tu haziwezi kukutosha. Kwa sababu ni mtoto, una michezo, una kutoka, kuna mambo mengi. Kwa nimechukua kipesa kidogo, nikaamua nikuchukulie nguo. Sijui kama utazipenda. Mimi nitazipenda tu. Okay. Kuna kama hii hapa. Wow, nzuri. Umelipenda? Ndio. Okay, liangalie. Asante sana, Mungu akubariki sana. Hapo bado kuna lingine hilo. Mume wangu, nini kinaendelea hapa? Hakuna kitu chochote kinachoendelea. Ila nilikuwa namuonesha mtoto tu nguo zake ambazo nimemletea. Nguo? Yeah. We mtoto. Nipishe, nahitaji kuongea na mume wangu. Mume wangu, hivi ni tabia gani inayoendelea kwa saizi humu ndani? Tabia? Kwani kuna tabia gani inaendelea?
Kwamba uone kinachoendelea humu ndani. Yaani sasa umekuwa mtu wa kutumia pesa bila kunishirikisha, unafanya mambo yako unishirikishi kwa chochote kile. Mke wangu Kindege, sijatumia pesa nyingi na pia hizi nguo nimechukua nguo za bei rahisi sana. Na hata hivyo pesa nyingi sijaitumia kwa kuichezea kamari au kwa kuipoteza tu. Nimemchukulia mtoto nguo. Beni, pesa ndogo. Kwa mfano hii gauni mimi sijui bei yake, nguo hii sijui bei yake. Isifu 20,000 kabisa hii Beni. Ungenipatia mimi hiyo hela, unajua ningekuja na nguo ngapi hapa? Ningeenda kuangalia hata nguo za jelo huko za 300 ningeleta nguo hata 6 hata 10 ningefikisha kwa hiyo 20,000. Lakini wewe eti nguo moja tena zingine hizi. Beni. Kwani wewe mbona unanunua mawigi mpaka milioni? Na hatujai kusema. Kwa nguo mbili tu hizi zinakutoa imani mke wangu? Beni, kwa hiyo umeanza kunifananisha mimi na mtoto ambaye umemwokota tu umemleta humu ndani, unajua ametokea hapo, unaanza kunifananisha naye mimi kweli? Hapo sasa nimeanza kukupata. Kwa hiyo unamaanisha kuwa yeye hana haki ya kusaidiwa, si ndio? Au hizi nguo zinakuuma sana? Mke wangu, unatakiwa kujua kitu kimoja. Yule mtoto tunaishi naye hapa ndani. Na kama tunaishi naye hapa ndani, maana yake ni mwanafamilia wetu kwa sasa. Hivyo atakapokuja mgeni hata umchukulia kama mtoto wa mtaani. Na ndio maana nimeamua ninunue nguo ili at least naye aonekane mtu katika watu. Sasa nimeanza kupata picha. Huenda Beni kuna kitu unanificha. Ukute huyu mtoto ni damu yako lakini umeamua kusema umemwokota huko nje. What? Ndio, inawezekana mtoto ni damu yako kweli lakini umeamua kunidanganya tu na kusema umemwokota huko nje. Kuwa na adabu wewe. Tena unatakiwa kuwa na adabu wewe. Alafu wewe umeanza kunizoea, umenisahau, si ndio? Nisikiza kwambia, sitaki kuingiliwa kwa chochote. Hata roho mbaya wewe. Ndio maana sura inakupalala unakuwa kama mumi wewe. Beni, umeamua kunipiga kwa ajili ya mtoto tu uliyemwokota, umemleta humu ndani kwa kuwa nimeongea kwa ukweli. Yule mtoto ni damu yako Beni. Wewe kumbe hauna akili wewe. Wewe ni chizi wewe. Nisikilize tena, unisikilize kwa makini. Futika. Hebu toka hapa bana. Beni, mimi haijaisha, siwezi kuangalia mimi napigwa kwa ajili ya mtoto wa mtaani. Beni, haijaisha. Wewe nani? Hala. Mwanamke ana akili kweli? Vipi wewe Shangingi, mbona unakuja maskani ile kurupu mpaka wanangu wote wanakimbia kwa sababu yako? Wewe nani kwani? Alafu nani amekugea mamlaka ya kutia ndala zako afu mtoto wa kike ni ile Kishangingi kama wewe, yani leo unatia ndala kapikoni? Wewe nani kwani mwanangu? Au wewe ndio unajikutelea salamu Maria mwana wa Mungu? Hapana, hata hivyo mtu ambaye nilikuwa namtafuta ni wewe. Unanitafuta mimi? Yaani unanitafuta mimi yani kivipi? Yaani kuna biashara mimi na wewe tunafanya? Au kuna miadi mimi nimekuelekeza kwamba bwana njoo Capricorn kuna mbaya, njoo tuje tubonge biashara? Kwani kuna mchongo gani? Kakaangu, hebu basi naomba usijifanye kama vile unijui. Usiniambie tena habari za kukujua ujue. Yaani usiniambie kabisa habari za kukujua sio kukufahamu. Mimi nataka nijue umekuja kufanya nini hapa Capricorn mpaka wanangu wote wamesambaa, ni leo wamebutika kama vile siafu. Yaani kama vile kumbikumbi wanangu wote wamekimbia kisa wewe mwanangu. We mgambo au we nani? Au mchongo nini? Kakaangu, unajua toka ile siku ambayo umefika nyumbani kwangu ukaingia bafuni ukanikuta naoga. Toka siku hiyo ndoa yangu haina amani. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja hapa kukuomba wewe ndio kaongee na mume wangu, maana mimi naongea naye hata nielewi. Wewe ndio ukienda kuongea naye wewe atakuelewa. Wewe vipi wewe mwanamke? Huyo bashako kitobo nini? Au ni Mshangingi mwanangu? Nisikilize ngombe kitu kimoja. Kama bahasha yako akuelewi, mwambie akacheze na mashangingi wenzake huko taarabu. Mimi sasa nikatoka hapo nikaenda kusuluhisha kesi yako. Kwanza mimi namjua bahasha yako. Mimi naijua ndoa yenu. Nisikilize. Mimi sina zopiga tena, inawezekana futika kabisa. Afu mimi sasa nikatoka hapa nikaenda kwa bahasha yako. Hapana kakaangu, naomba usifanye hivyo. Naomba tu twende nyumbani kwangu ukajaribu kuongea na mume wangu. Maana yeye anaamini kuwa ile siku bafuni tulifanya mapenzi. Lakini wewe unajua kila kitu, kweli yote unaujua. Naomba basi ukamwelezee mume wangu angalau tunipate tu amani kwenye ndoa yangu kakaangu, nakuomba. Wewe Gendaika. Mimi nimeshakuelekeza fulani, nimekuelekeza nikiutu uzima kabisa, sijataka kukutolea namba, sijataka kukutolea mchinjo au kukutolea mkunjo. Nimekwambia kabisa mimi siwezi kutoka hapa kwenda kwa bahasha kwenda kujielezea.
Alafu mbona kama vile leo unaniforce, kama vile unanipandia kwa juu. Vipi kwani shida? Au leo unaniforce mwanangu, unachukulia mimi Aisha, unachukulia mimi shoga yako udugu mimi? Sasa kakangu kama unakataa, kwani mimi na wewe tuna mahusiano? Hatuna mahusiano. Sasa kwa nini leo unaniforce, yani leo unaniletea kalenda bia shule? Hapa na mimi sikuforce. Sasa kama hatuna mahusiano, kwani unashindwa nini kutoka hapa tukaenda mpaka kwa mume wangu kamuelezea ukweli wote? Nisikilize ngombe kitu kimoja. Mipigo kama hizo nazijua vizuri tu, kwa sababu hata mwanangu Fadel Ntindo ashaisha kwa sababu ya pigo hizo. Yaani mnakuja mnaifanya kama vile mnahitaji msaada dakika za mwisho. Watu wakitoka kaenda kwenye mijengo yenu, kaenda matukani kwenu, mnakamata mnawapeleka ngome. Afu mimi hizo pigo mimi sizitaki. Nisikilize ngombe kitu kimoja. Wewe nenda kaelewane na basha yako, mimi siwezi nikatoka hapa nikakufuata wewe, sio nikaenda suko kwenu huko. Sina hizo tiketi mwanangu, mimi mbupu mfupa mwanangu, unavyoona pale, yani unavyoona hivi ndio ni hivyo. Na ikiwezekana mimi nafutika, sitaki nikuone kabisa hapa kapikoni, kwa sababu hatupendi manyungu, afu waga tuchekage na mtu yote. Yana tucheki na type yote ambaye inakaa mbele yangu. Na ukija mimi na kunusa afu na kulamba afu safi na salama, ni 45 ndo kikosi. Chopi la mchawi wewe.